بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة في الله، tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutukunjulia katika ajali tukaweza tena kufikiwa na mwezi wa Ramadhani ya mwaka huu 1446 Hijria, sawa na 2025 miladi. Mwanadamu amepitikiwa na mwaka mzima kuanzia Ramadhani ya mwaka jana tulipokutana sehemu kama hii. Kwa hivyo katika maisha ya mwanadamu kuna mwaka mmoja amepunguza katika umri wake, kwa sababu wapo katika sisi au wapo katika ndugu zetu Waislamu kipindi hiki cha mwaka mzima leo hawapo na sisi, na mwaka jana walikuwa wamekaa katika msikiti huu wanasikiliza darasa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarana, Allah ametuchagua sisi ambao tumebaki msikitini leo na wale ambao wamekadiriwa kufunga katika mwezi wa Ramadhani ya mwaka huu, akawachagua kawapa fursa tena katika maisha kwamba muna nafasi ya kuongeza rasid ya a'mal as-salihah, kuongeza amal salih katika mizan ya hasanati ya kila mmoja katika sisi. Kwa hivyo Muislamu kukunjuliwa ajali na kuweza kudiriki Ramadhani tena nyingine, atakana ajue kwamba anna Allah azza wa jalla arada bihi khaira, Allah amemtakia khairi. Kwa sababu mtu kupata Ramadhani, kuingiliwa na msimu wa Ramadhani ni fursa kubwa sana ya yeye kuzidi kukurubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusamehewa madhambi yake. Ni nafasi ya Muislamu kuingia pepo ya Allah jalla wa ala, ambao sote tunaikimbilia. Kwa hivyo idraku Ramadhan, kukuta Ramadhani ni neematun adhima ya ibadallah, ni neema kubwa sana, na ni lazima kila Muislamu aihisi neema hii, yastash'ir hadhi neema, ahisi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha kwamba ameweza kudiriki Ramadhani ya mwaka huu. Kunao ndugu zetu ambao tuliwazika mwezi uliotangulia, miezi miwili iliyotangulia. Kuna na wengine siku ya Alhamisi juzi na jana walifariki katika Waislamu. Kuna mmoja katika maratibu wa msikiti wangu pale Mombasa, siku ya Alhamisi alifariki. Tulimswalia jana Ijumaa, baada salati aljumaa tulimswalia, na alikuwa katika saum ya Alhamisi. Alikuwa na ada ya kufunga kila Jumatatu na Alhamisi.
siku ile Alhamisi ndani ya msikiti amekwenda kutawadha kwenye mfereji, amefungua mfereji kule kule alianguka. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na ni katika watu ambao wana ibada, hawatoki msikitini, lakini hakukadiriwa kudiriki Ramadhani. Na hivyo hivyo sisi ambao tumeingiliwa na Ramadhani, kunao ambao wengine hawatoimaliza. Katika waliodirikiwa na Ramadhani wako ambao hawatoimaliza. Kwa hivyo Muislamu akiingiliwa na mausim ya taa, mausim ya at-tijara rabiha, biashara ya Ramadhani ni biashara unayofanya wewe na Mola wako, na biashara ya mja na Mola wake ni biashara ambayo haina kubahatisha, haina hasara. Biashara zetu sisi za kidunia ndio yawezekana yahtamil kupata faida au kupata hasara, lakini biashara baina ya mja na Mola wake ni biashara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amechukua dhamana, ni biashara ya faida. innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hakika wale ambao kwamba wameamini na wakatenda mema na wakasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika hawa wanatarajia biashara ambayo haina hasara ndani yake. Kwa hivyo nukta ya kwanza, ndugu zangu, yatakiwa Muislamu ahisi na itambue neema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fasaha min ajalihi, amemkundulia ajal mpaka akaingiliwa na Ramadhani ya mwaka huu. Ndio maana anasema al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, inna idraka ramadana ni'matun 'azimah liman aqdarahu Allah alayhi. Kudiriki Ramadhani ni neema kubwa sana kwa yule ambaye Allah jalla wa ala amemkadiria kuipata Ramadhani. Na yaonyesha dalili kuonyesha kwamba Ramadhani, mtu kuifunga Ramadhani na kuweza kutekeleza taa ni neema, ni hadithi maarufu ambayo imepokelewa na al-Imam Ahmad na wengineo, hadithi ya Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anasema huyu Talha, mmoja katika masahaba, anatuelezea kisa kilichotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kulikuwa na watu wawili, yani masahaba wawili, walislimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka mmoja. Mmoja katika hawa wawili alikuwa ana bidii zaidi katika taa na ibada kuliko mwenzake. Sasa huyu mwenye bidii katika taa akashiriki katika vita, jihad fi sabilillah, fastushhida, akauliwa katika vita. Na sisi tunajua mwenye kupata shahada katika vita daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni daraja gani. Sasa yule bwana ambaye alikuwa ni mwenye taa zaidi, aliposhiriki katika vita akauliwa. Yule mwenzake walioslimu pamoja na yeye akaishi kwa mwaka mmoja, yani baada ya yule mwenzake kutangulia, yeye akabaki tena kwa mwaka mmoja. Akafa kifo cha kawaida tu kwenye kitanda, maradhi yamemshika akafa. Sasa Talha anatuelezea, faraaitu fil manam, nikaota usingizini kwamba tumesimama nje ya janna, yeye Talha na wale wawili wale, yule aliyekufa kwenye vita na yule aliyekufa kwenye kitanda. Anasema nikaota usingizini kwamba tumesimama kwenye mlango wa pepo sote watu watatu. Akaja malaika kutoka peponi akafungua mlango wa pepo, akamuingiza yule aliyechelewa kufa, yule aliyekufa kwa kitanda akaingizwa yeye. Akabakishwa Talha nje na yule aliyekufa kwenye vita wakabakishwa nje. Sasa yeye akashangazwa sana, kwa nini ndoto ya maajabu hii? Yule amekufa kwenye jihad, nala a'zama maratib ash-shahada, amepata martaba kubwa ya shahada. Huwaje yule mwenzake aliyekufa kwenye kitanda
baada ya mwaka ameingizwa mbele kuliko yule. Baada ya muda anasema kisha akaja tena malaika akamchukua yule aliyekufa kwenye jihad, akamfungulia mlango, akaingia, akamwambia Talha, amma anta, ama wewe, fama ana ba'du, wewe hujafika wakati wa kuingia kwa sababu hujafa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, yani hatuwezi ingia peponi mpaka tufe. Huwezi kuingia peponi ukiwa wewe uko nje. Amwambia wewe rudi, bado siku yako, subiri mauti ya kujia. Alipopambauka asubuhi akaenda akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ile ndoto aliyoiota usiku. Na ilikuwa ni ada ya Mtume alayhi salatu wassalam, mara nyingi baada salati al-fajr alikuwa akiwauliza masahaba, hal minkum man raa ru'ya, yupo yoyote katika nyinyi ambaye ameota ndoto nimtafsirie baada salatu al-fajr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaijiwa na Talha, akamwelezea ile ndoto aliyoota usiku. Talha akamwambia, mimi limenishangaza ya Rasulullah, huwaje yule amekufa kwenye vita akacheleweshwa kuingia janna, yule aliyekufa baada yake kwa mwaka tena amekufa kitandani kaingizwa mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, aw ta'jabina min dhalik, aw ta'jabu min dhalik, hivi wewe unashangazwa na nini katika hayo? Alaysa huwa qad sama Ramadhan, si huyo alipata Ramadhani ya ziada? Ule mwaka ambao yule alikuwa ametangulia, huyo aliishi mwaka mmoja akafunga Ramadhani ya mwaka ule. Wasalla lillahi kadha wa kadha, na akawa na ziada ya ibada ya sala. Yule amesali, yule amali zake zishamalizika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha mata al-insanu inqata amalu, ukishakufa amali zako zinakatika. Wewe ambaye uliye hai amali zako zaendelea. Kwa hivyo yule ana ziada ya amali, mwenzake amali zake zishakatika, bila shaka amemzidi kwa amali. Yule aliye kaburini hawezi tena kufanya kitu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna ma bainahuma lama baina as-samai wal ardh, hawa manzila yao, daraja yao hawa wawili ni mfano wa umbali ya mbingu na ardhi. Kwamba mtu akipewa fursa ya kufunga Ramadhani, ndani kuna ibada nyingi utazifanya. Kuna qiyam, kuna siyam, kuna qiraatul Qur'an, kuna adhkar, kuna dua, kuna i'tikaf, kuna sadaqa, kuna iftaru saim, kuna ihsan ila alfuqara, kuna silatur rahim. Zote hizi ni amali za bir. Muislamu anapozifanya katika mwezi wa Ramadhani, thawabu zake ni nyingi zaidi, mudhaaf kuliko katika mwaka mwingine. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa ahisi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema kubwa sana. Allahu azza wa jalla arada bina alkhaira bi an ballaghana Ramadhan, kwa kuwa ametufikisha mwezi wa Ramadhani. Ahbabi fillah, katika aya nilizozisoma, aya za siyam katika suratul Baqara, aya maarufa ambazo tunazisikia kila siku, tumeanza nazo kwa sababu ni munasib kuanza nazo, kwa sababu tuko katika aya zinazozungumzia aya hizi, au msimu katika zinazozungumzia aya hizi. Allah subhanahu wa ta'ala, aya ya kwanza anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hizi aya zinajulikana ni ayatus siyam, na ndio aya inayoonyesha uwajibu wa saum. Tunajua sisi as-saum ni ruknun min arkanil islam wa mabanihi al-'idham. Saumu ni mojawapo katika nguzo za Uislamu. Muislamu akifunga Ramadhani, maana yake ni kwamba anatekeleza rukn min arkanil islam, kama anavyotekeleza sala kila siku. Kuna na ibada ya Ramadhani kwa mwaka, mwezi mmoja. Unapofunga unaukamilisha au unakamilisha jengo lako la Uislamu. Jengo lako halikamiliki ni mpaka kupatikane nguzo tano. Ni katika nguzo tano hizi ni siyamu shahri Ramadhan al-mubarak, kufunga mwezi wa Ramadhani. Allah anatuita sisi tulioamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini.
Na anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ukisikia katika Qur'ani Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, anatuita sisi, mimi na wewe, na inavyotakiwa unapoitwa uitikie na usikilize lile unaloambiwa. Anasema Ibn Mas'ud, ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, maana yake imma mbele yake kuna amri Allah anataka kukuamrisha, au kuna makatazo anataka kukukataza, kwa sababu maslaha ya mu'min ni haya mambo mawili, ni kutekeleza maamrisho ya Allah na ni kuacha makatazo yake. Na hii ndiyo maana ya taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo. Enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mumefaradhishiwa nyinyi saum ya Ramadhani kama walivyofaradhishiwa umma waliotangulia kabla yetu, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mupate sifa ya ucha Mungu, taqwa Allah jalla wa ala. Katika aya hii anasema al-Allama as-Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah jalla wa ala ametufaradhishia sisi saum kama aliyowafaradhishia umma uliotangulia, kwa sababu ibada ya saum faida yake anayehitaji kila umma, kullu ummatin min al-umam, umma uliotangulia wote wana haja ya ibada ya saum, kuonyesha umuhimu wa ibada ya saum, kwamba hakuna umma ambao hawahitaji saum, sote, hata umma uliotangulia. Na hapa Allah jalla wa ala alipotuambia kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama waliofaradhishiwa umma waliotangulia, hikma nini? Ni kwamba muislamu awe na hamasa katika kutekeleza ibada na asione uzito, wala alla yuhissa bithiqal, asihisi uzito katika kutekeleza ibada ya saum. Wala si kwamba ni dhulma Allah ametudhulumu sisi peke yetu, si dhulma, ni ibada waliofaradhishiwa umma waliotangulia. Kwa hivyo wewe ukisikia kwamba ibada hii amefaradhishiwa kaumu Musa wa Isa na wengineo, Ibrahim, kuanzia Adam alayhi salam, unafanya himma katika kuitekeleza ibada. Kumbe hii ibada sisi peke yetu, kuonyesha hii ndiyo silsila na ndiyo njia waliopita manabii waliotangulia na umma waliotangulia. Kwa hivyo unapata himma katika kutekeleza ibada ya saum. Hikma yake nini? Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika hii aya, ameitaja hikma moja, na ndiyo hikma ya msingi kabisa ya Allah jalla wa ala kutufaradhishia ibada ya saum. La'allakum tattaqun, ay litattaqu, ili mupate sifa ya ucha Mungu, taqwa Allah, ili mupate sifa ya ucha Mungu. Sasa nataka tuelezane hapa, mtu akifunga hii sifa ya ucha Mungu huipata vipi? Sifa ya ucha Mungu katika saumu yapatikana kivipi? Kumaanisha muislamu akifunga ibada ya saum kisawa sawa, basi anahesabika fi idadil muttaqin, ni katika wacha Mungu. Kwa hivyo sote hapa tunatarajia biidhnillah kwamba ni katika wacha Mungu, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunajua sisi zawadi bora ya muislamu kuichukua duniani kwenda nayo akhira ni taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, kusanyeni zawadi duniani. Allah anatuambia kusanyeni zawadi duniani kwenda nazo akhira. Hakika zawadi bora ni taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna zawadi nyingine muislamu anakwenda mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni zawadi yenye kumnufaisha kama ucha Mungu. Ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili Allah amekuamrisha fanya, na hili Allah amekukataza liwache. Hiyo ndiyo maana ya ucha Mungu kwa ibara fupi. Wala haimaanishi taqwa Allah ni mpaka ujenge msikiti, uende haji, ufanye nini. Unaweza ukawa ni miskini, huna moja katika haya unayoyaweza makubwa kuyafanya, lakini ukawa wewe ni katika min ibadillahi almuttaqin. Ndio maana
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna min ibadillahi, wapo katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, man law aqsama ala Allah la abarra, au rubba shakhsin rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra. Huenda akawa kuna mtu ash'ath, nyele zimekaa sampuli mchafu wa nyele, aghbar, amejawa na vumbi, madfu'un bihi al-abwab, watu hawamtaki, kila akienda kwenye nyumba kigonga wambia toka, kwa ile haia yake na mandhari yake alivyo. Yani ukimwangalia ukimtazama wamuona ni mtu duni. Lakini anasema law aqsama ala Allah la abarra, law atakula yamini huyu ambaye watu hawamtaki, wanamdharau kwa maumbile yake na shakli yake, lakini lau atakula kiapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atapitisha kiapo chake. Jambo fulani litatokea, basi Allah atalipitisha kwenye ulimi wake. Kwa nini? Kwa sababu ya takwa Allah, ucha Mungu alionao. Kwa hivyo tuelezane kidogo, ibada ya saumu inatufundisha takwa Allah kivipi? Jambo la kwanza, saumu inatufundisha takwa Allah ni kwamba Muislamu anapofunga anawacha vitu ma'lufat. Ma'lufat ni vile vitu ambavyo umevizoea, ambavyo ni halali, ni mubah, umehalalishiwa halalan tayyiban, lakini waziwacha kwa sababu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu ni halali lakini umeharamishiwa muda fulani, na wewe uko radhi kuziwacha kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza kipindi kile cha saumu usifanye. Sisi tumehalalishiwa vyakula, tumehalalishiwa vinywaji, tumehalalishiwa wake zetu, ni halali yetu. uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum kulu min tayyibati ma razaqnakum walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, zote ni halali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia ukiwa katika mchana wa Ramadhani hivi vitu hufai kuvifanya, hufai kuvitumia, na wewe tastaslim li amri Allah, umejisalimisha na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajikaza njaa, unaumwa, kiu inakuuma, hujazoea pengine, lakini kwa kuwa nimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala unawacha vile ma'lufat wa tahtasibu al-ajra min Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo taqwa Allah jalla wa ala. Taqwa Allah ni kuacha yale aliyokukataza Allah, na Allah amekukataza mchana wa Ramadhani usile, na wewe unasema sami'na wa ata'na. Ndio maana tukaambiwa la'allakum tattaqun. Saumu inatufundisha kuacha vile vitu vya halali tulivyovizoea, lakini ukaviwacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na ukitarajia kwamba mimi huku kuviacha hivi vitu Allah subhanahu wa ta'ala ameniandalia malipo makubwa. Taqwa, saumu inatufundisha taqwa kwa sababu saumu inafundisha Muislamu muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Muraqabatullah, kwamba Allah yuraqibuk, Allah yukuona na anakufuatilizia. Inna rabbaka labil mirsad, Allah anakujua yale yote Muislamu unayoyafanya, yale unayoyadhamiria, ukiwa mbele ya watu, ukiwa umejificha wewe peke yako. Na hii ndiyo martabatul ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kwa hivyo saumu inatufundisha muraqaba. Muraqaba nini? Muraqaba ni kwamba anna Allah azza wa jalla yuko pamoja na wewe, anayaona unayoyafanya, anayajua yale unayopitisha katika nafsi yako. Muislamu anapokuwa katika saumu anaweza kupata faragha, mahali ambapo anaweza kufunja saumu yake, na hakuna mtu anayemjua kwamba huo mikula, la ahada yaarifu. Anaweza akaingia choni, katika kuoga, katika kutawadha, akafanya mambo yake, lakini hafanyi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu anajua mimi, Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba kweli mimi nimefunga masufu. Hii inaitwa muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Muislamu
anatakiwa anapokuwa katika saumu yake ahakikishe saumu yake ni saumu ambayo ndani yake kutapatikana thamara, matunda ya ucha Mungu, taqwa Allah jalla wa ala, si kufunga njaa tu, kwa sababu wengi katika watu wanafunga njaa. Ndio maana mmoja katika salaf anasema inna ahwana as-siyami, hakika saumu nyepesi ambayo kila mmoja aiweza ni tarku at-ta'ami wash-sharab. Ikiwa saumu ni kuacha chakula na kunywa, basi ni saumu rahisi sana hiyo. Hata paka ukimfungia chumbani siku mbili aweza kukaa bila ya kula, na aweza akasurvive hata siku moja, siku mbili. Sasa tutasema paka amefunga, amejizuia kula na kunywa, hakunywa, lakini hatutosema kwamba huyu paka ni saim wa yujar ala siyamihi, kwamba atakwenda kulipa kwa saumu yake. Kwa hivyo kufunga njaa ni ahwanu siyam, ni kufunga ambako ni rahisi kila mmoja kuweza, ili tuelewe makusudio, maqasidu siyam. Saumu ina makusudio yake, malengo makubwa ni taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muislamu anapokuwa amefunga na awe hana ucha Mungu, hana taqwa Allah, ni kumaanisha huyu hakufunga kabisa, amefunga nusu saumu, lakini saumu ya hakika hakufunga. Anasema Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema idha sumta, utakapokuwa umefunga, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ghiba. Ukiwa wewe umefunga, basi nalifunge sikio lako pia, masikio yako pia na yafunge. Sikio vile vile lafunga. Sikio lafunga vipi? Naam, nani atanijibu swala? Sikio lafunga vipi? Naam, isisikize mambo ya haramu, isisikilize ya haramu, na ya haramu ni mengi ambayo yanasikilizwa, na wengi katika sisi twasikiliza ya haramu. Tukitaja kwa haraka mfano ya mambo ya haramu tunayosikiliza: almuharramatul masmu'a. Kwanza, music. Hakuna watu wanaosikiliza nyimbo Ramadhani? Hakuna watu wanaosikiliza nyimbo Ramadhani? Nyimbo ni haramu Ramadhani na nje ya Ramadhani ni haramu, ijapokuwa leo katika ada na mazoea na desturi ya jamii tunavyoishi, tutaona jambo la nyimbo ni jambo la kawaida tu, lakini muislamu atakwenda kuyaona haya atakapokwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea wazi, hadithi iko wazi kwamba nyimbo ni haramu. Lakini ile tazinu shaitani kwa kuwa anavyotupambia kuhusu mambo ya nyimbo, watu wamekuwa ni wagonjwa, hawawezi jambo la kuacha nyimbo za Kihindi, nyimbo za Kiswahili, zote hizo ni nyimbo. Hakuna kwamba nyimbo fulani wala nyimbo fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyo katika Bukhari, la ya'tiyanna aqwamun yastahilluna alhira walharira walkhamra walmaazif. Itafika time watu watahalalisha hivi vitu. Kuhalalisha maana yake ni kwamba asili yake ilikuwa ni haramu, lakini watakuja watu wahalalishe. Na leo watu wanaona nyimbo ni halali na wanaitakidi, hawawezi kila siku lazima wasikilize nyimbo za Kihindi, nyimbo zinginezo. Kwa hivyo masikilizi, faliyasum sam'u, masikio na yafunge. Ni katika maharamu ya kusikiliza ni alghibatu wan namima, kusengenya. كم الآن نرى ونسمع في مجالسنا حتى أصبحت فواكه أو فاكهة مجالسنا, limekuwa ndio tunda la majlisi zetu. Kila mahali kuna baraza, kila mahali kuna mkao, watu wamekaa, basi chakula kinacholiwa katika majlisi yetu ni kusengenya basi. Walam yaslam min hadha, hakusalimika na hili yule ambaye ni msomi na ambaye si msomi. Watu wote mko sawa sawa, msomi na ambaye si msomi utakuta yeye yuwafunga lakini yuwasengenya, au akiwa hasengenyi lakini amekaa kwenye majlisi ambayo ndani yake kuna ghiba, kusengenywa watu.
Kwa hivyo wewe kusikiliza tayari wewe ushaingia katika haramu. Ni haramu wewe kukaa katika majlis ambao kwamba kuna ghiba na usikanye, usikemee. Mwambie bwana la, Sheikh ni haramu, Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kusengenya mtu. Hayuko yule unamsengenya. La, hakanyiki uondoke kwenye ile majlis usikae na wewe ukapata madhambi. Kadhalik liyasum sam'uka wa basaruka. Ufunge macho vile vile, macho yanafunga kutazama ya haramu. Vipindi kama ambavyo imekuwa ni ada leo, hasatan inapoingia Ramadhani, kufanya ni mausimu ya watu kuangalia vipindi. Yani yeye aona kuangalia kipindi ni taa kubwa sana, na ni afadhali kuangalia kipindi kama kushika mswahafu kusoma. Wal-iyadhu billah. Yani watu hizi fitra zake zimekuwa ni muntakisa, fitra zimeharibika ya jamaa. Yani wewe mwezi wa Ramadhani una time ya kukaa kuangalia kipindi kweli? Ama ni kwamba watu hawafahamu huu mwezi wa Ramadhani una nini, umebeba nini? Ati wanaangalia musalsalat, kuna kipindi cha Umar ibn al-Khattab, kuna kipindi cha Uthman ibn Affan. Umar ibn al-Khattab na Uthman ibn Affan washakufa Sheikh, na wala hawataki kuangalia kwenye zipindi. Wanatakiwa watu wasome sira zao, wafuate mienendo, si kuangalia kupitisha time kwamba mimi navunja time basi nipumbaze saumu. Hakuna kupumbaza saumu kwa zipindi ya ibada ya ibadallah. Mwezi wa Ramadhani wallahi kullu lahza, kila dakika, kila saa, kila nukta, wallahi muislamu lau kama anajua baraka ya huu mwezi, wallahi thumma billahi hawezi kabisa kukaa kwenda kuangalia kipindi wala kukaa kutia story na ya baraza maneno ya upuzi yasiyokuwa na maana. Huu ni wakati ni msimu wa watu kufanya biashara na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Angalia katika miji yetu au katika kila miji, panapofika msimu wa kazi, wale wanaofanya biashara za wazungu, wanaofanya biashara ndio kazi tulionao huko sisi. Inapoingia msimu wa biashara za wazungu, utamuona mtu anavyofanya istidad na hataki kupitwa. Anahakikisha kila kinachotakiwa mimi niwe nacho nitakikusanya. Kama ni kula box atakwenda kutafuta, kama ni jiko la kuchomea la kupikia atakwenda, kila kitu awe na kitu chake. Kabla ya mwezi wa kazi tayari ashajiandaa. Haya ni mambo ya kidunia, ad-dunya al-faniya, mambo ya kidunia ambayo yanapita. Kaifu muislamu biashara yake yeye na Mola wake subhanahu wa ta'ala, biashara ya akhira ambayo ndiyo yenye kudumu. Muislamu amejipangia nini katika akhira yake? Mbona tupanga sana sisi mambo yetu ya dunia? Akhira tumepanga nini ya ibadallah? Hivi hatuoni kwamba kuna ndugu zetu washatuacha? Tunajua wale kule wamepambana na nini? Hal naarif madha jara li min halihim hunak? Wale waliokuwa makaburini tunajua wako vipi hali yao? Afdhau ila ma qaddamu, washakwenda kuyaona yale walioyatangulizia nafsi yao. Kiwa maq'adi yake min aljanna ashaona yule, ikiwa ni maq'aduhu min an-nar wal-iyadhu billah mwenyewe ashayajua pale. Sisi tuko juu huku kwenye mgongo wa ardhi, tufanya vile tunavyotaka sisi. Hatuwezi kuchukua ibra kwamba mimi bwana sasa nimefika sasa miaka 40, nimefika umri wa miaka 60, sasa mimi wakati wote naweza kuondoka, wakati wote naweza kuondoka. Je, niko tayari mimi kukutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala? Nimepanga nini mimi? Ma huwa az-zad alladhi yani tazawwadtu li akhirati? Kwa hivyo muislamu anatakiwa hifadhi macho yake kuangalia ya haramu, tazama maharim, wanawake ambao ni ajanib, ni ajnabi, ufai kuangalia. Walisanak, anasema Jabir, ukifunga na ulimi wako vile vile ufunge, min alkadhibi, kusema urongo na matusi na kila madhambi ya mdomo. Lazima muislamu awe tahadhari nayo. Leo sisi tufunga lakini hatuna time ya kuleta adhkar, istighfar. Katika saumu yako, katika kazi yako, leta istighfar kuliko kwenda kuzungumza maneno ya haramu, kumsengenya yule, kumtukana yule, kusema maneno machafu. Kwa hivyo tufunge, tukifunga tufunge mwili mzima. Anasema Jabir radhiallahu anhu, waliyakun alayka sakinatun wa waqar, yatakikana uonekaniwe katika saumu yako una sakina, utulivu.
yani ile saumu ikufundishe, la budda an yuhadhibaka as-sawm. Saumu ikufanyie tahdhib al-akhlaq was-suluk. Saumu ikufundisha tabia, ionekane athari ya saumu katika maisha yako, katika akhlaqi yako, katika maneno yako, katika taamuluk ma'a an-nas, kuamiliana na watu. Uepukane na mambo ya taish alladhi fihi taishun wa khiffa, ufanya mambo ambayo kwamba yaonyesha uchache wa busara, uchache wa akli. Tatasarraf tasarruf sibyani, mtu mzima pengine afanye mambo ya mtoto mdogo. Kwa hivyo lazima an yakuna fika, kupatikane katika saumu ya Muislamu sakinatun wa waqar, onekane mtulivu. Saumu imekuja kumtengeneza akhlaq, lianna min fawaid as-sawm annahu tuhadhibu as-suluka wal akhlaq. Kisha anasema Jabir ibn Abdullah, wala yakun yawmu sawmika wa fitrika sawaan, isiwe mtu akifunga na kutofunga sawa sawa. Yani wewe ukiwa umefunga ni yule yule, na yule ambaye ni wa malamtana ni yule yule. Ali huyu wa Ramadhani ni yule yule Ali wa malamtana. Yani hakuna tofauti yoyote katika akhlaq na suluk, katika ibada, kwamba amezidisha kitu katika amal salih. Ikiwa ni mtu muhmil liljamaat, hapati jamaa, malamtana yeye kusali jamaa kwake ni kitu aziz, kupata jamaa basi ni nadra sana. Basi hata Ramadhani pia, Ramadhani malamtana hasomi Qur'ani, basi hata Ramadhani vile vile asisomi Qur'ani, wallahi itakuwa ni hasara kubwa sana ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ni lazima an nastash'ir ni'mata idraki Ramadhan, tuhisi neema ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Aya iliyofuatilia Allah subhanahu wa ta'ala anasema ayyaman ma'dudat. Ramadhani ni siku chache, siku za kuhesabika. Na hapa hikma ya Allah jalla wa ala ni hikma mbili, kuisifu Ramadhani kwamba ni ayyaman ma'dudat, ni siku zenye kuhesabika. Si kwamba Ramadhani ni mwaka mzima. Ayyam ma'dudat, kitu kikiwa ni ma'dudat, yani tamurru marra sahab, kinaweza kupita kama mawingu, kama kiwingu. Na tunaona vile Ramadhani inavyopita. Leo sisi tuko katika Ramadhani kwanza ndugu zangu katika imani. Kila mmoja ana furaha. Wiki iliyopita, jana, juzi, nyoyo zote zimekabili za subiri Ramadhani. Kila mmoja ana raha kwamba Ramadhani yaingia. Alhamdulillah, Allah ametukunjulia umri tumeidiriki Ramadhani. Leo ikiwa ni siku ya kwanza, lakini utakuja kuikumbuka siku ya leo, tulianza jana tu, mbona Ramadhani imemalizika? Kwa sababu Allah anasema ayyaman ma'dudat. Muelewe Waislamu, Ramadhani ni ayyaman ma'dudat, na kitu kikiwa ni chenye kuhesabika, basi sar'ana ma yansarim, ni haraka sana kumalizika mara moja. Na Ramadhani imeanza, itapita kama upepo. Sasa hasara ni yule ambaye imeingiliwa na Ramadhani na hakutambua kwamba huu ni msimu mimi na mimi nivune. Ukauata mwezi umepita. Kwa hivyo anasema ayyaman ma'dudat. Hikma ya kwanza ni kumpatia tahridhan lilmu'min, na kumpatia hamasa muislamu kwamba hizi ayyam ma'dudat, jipinde, kaza nafsi yako kusimama katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala umwezi. Shayatini wote wale ambao walikuwa wakikushawishi hawako tena. Umeachiwa maidan, umeachiwa uwanja. Ni nafasi ya muislamu akimbie zile mbio anazoziweza, an yusari'a ila taa qadra ma yastati'. Anasema Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna Allah ja'ala shahra ramadana midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Allah amefanya mwezi wa Ramadhani midmar. Midmar ni ule uwanja wa farasi kushindana. Wale wanaoangalia mashindano ya farasi, ule uwanja wa kukimbia farasi unaitwa midmar, yani maidanan litasabuq. Ramadhani ni uwanja wa kushindana. Midmaran li khalqihi, amewekea wanadamu washindane katika mwezi wa Ramadhani. Kushindana kwa nini? Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi, wanashindaniana katika mwezi wa Ramadhani kwa taa,
kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kukimbilia radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ataka yeye, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, kila mmoja anakimbilia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema rahimahullah, fasabaqa qaumun fafazu, kunao ambao kwamba walitambua Ramadhani ni uwanja wa mashindano, hawakukubali kukalia nyuma, wakashindana na wakafuzu, wakafaulu, wakavuna barakatu hadha ash-shahr wa nafahatu hadha ash-shahr. Watakhallafa akharuna fakhabu, kuna wale waliokalia nyuma. Na siku zote hii ndio dasturi na ada katika kila mambo. Kuna watu ambao ni watu hawakubali kukalia nyuma, hata katika mambo ya kidunia. Kuna watu mashallah watatufu katika mambo ya kidunia, na kuna watu maumbile yao ni magoigoi, siku zote wako nyuma, wao wazivu, hawataki kufanya kazi, ulale mpaka saa 6 saa 7, wako sampuli hiyo hata katika mambo ya kidunia. Na kadhalika akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala sema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah. Hii ndiyo ada na dasturi ya maisha yote kijumla, ya kidunia na ya kiakhira. Wapo katika duniani watu ni wepesi, wanakimbilia, hawataki kulala. Alfajiri akiinuka hakuna tena kurudi kulala, yuenda mbio yatafuta riziki, anatukua asbab za tawakkul ala Allah azza wa jalla. Na kuna na watu baada ya fajiri watakwenda kulala mpaka saa 6, na ana majukumu nyumbani, ana mke, ana watoto wanamsubiri yeye, lakini baba mzivu ndani ya nyumba, bila shaka ni njaa tu. Nyumba ambayo kwamba yule kiongozi ni mtu wa kulala, basi watu wa nyumba watakaa njaa tu, hakuna kitu kingine. Na hivi ndivyo mambo ya akhira. Akhira mwenye kufanya uvivu ufanya yuakalia nyuma tu, tarawih hawezi. Yani kisha kufika wakati wa tarawih amekuwa mgonjwa, taabani, makhtuti, yuwafa, utasema amekuwa kutoa kwenye adhabu, kumbe ni swala ya tarawih. Lakini huyu panaposimama katika mambo mengine ya upuzi, lilahu wa la'ib, anakuwa na nashat, changamfu sana. Lakini akhira yake yuko tayari aende mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sifra al-yadayn wal iyad billah, hana chochote. Fasabaqa qaumun fafazu, kunao waliokimbilia wakafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fastabiqul khairat, na kuna watu ambao kwamba yastabiquna ila alkhairati fi Ramadhan. Watakhallafa akharun, kuna wale ambao walibakia nyuma, fakhabu, wakapata hasara. Kisha anasema Al-Hasan, fal'ajab, jambo la kushangaza, min al-la'ib adh-dhahik, yule ambaye kwamba yuacheza na huku akicheka. Yani wewe wacheza na huku ukicheka, yani wapoteza umri, kisha na huku una nafasi ya kucheka. Fal'ajabu min al-la'ib adh-dhahik fi yawmin yakhsaru fihi al-mubtilun, siku ambayo watapata hasara wale watu wa batili, yani siku ya kiyama. Muislamu mpata nafasi ya Ramadhani, amekaa amecheza, amecheka, amepiga poteza wakati, amefanya hivi kwenye baraza hili, kimalizika baraza hili, baraza lingine, ana nashati katika kutekeleza hayo. Kisha siku ya kiyama anawakuta watu wamekuja na ujira mkubwa sana. Yule amepata khitma 2 za Qur'ani katika Ramadhani, yule amepata khitma 5, yule amepata khitma 10. Kuna watu wamepata khitma 30 katika Ramadhani. Wako watu wanakhitimisha Qur'an. Mimi ana aarif baadhi الناس, na wajua baadhi ya watu kila siku wanakhitimisha Qur'an, maisha yake kila siku, si masala ya mwezi wa Ramadhani, kila yawmin anapata khatma ya Qur'an. Na anta tastaghrib, usoma vipi Qur'ani, time gani usoma Qur'ani huyu? Lakini ni kitu kiko kwenye damu, na ukishakuchukua asbab Allah anakusailishia. Leo sisi tukiambiwa, al-Imam Shafi'i rahimahullah alikuwa Ramadhani akipata khitma kwenye swala peke yake, si kwenye kusoma tu hivi kushika mswafu. Ndani ya swala qiyamul layli kila siku alikuwa akihitimisha Qur'ani mara moja. Kwa akili zetu finyo tunaona haimkiniki Qur'ani mzima isome usiku mmoja.
Naam, kwa sababu sisi azaim zetu ni dhaifa, katika taa ni wazito. Lakini watu ambao kwamba wamenukia na taa, nashau ala taati Allah wa ibadati Allah, fahadha amrun hayyin, ni jambo lepesi sana. Kwa sababu wanaona mimi kuliko kukaa mabarazani, mimi nazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Abdullah ibn al-Mubarak alikuwa hapendi kukaa na watu, kana ya'tazil al-majalis illa katika majlisi ya ta'lim, kufundisha watu. Wanafunzi wakamuuliza, limadha la tujalisu an-nas, mbona hukai na watu ngapi tukapiga story? Anasema, mimi kweli nina time ya kukaa kupiga story? Na mimi nakaa na maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiwa sina kazi ya kufanya mimi ni Qur'ani, ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake. Kwa hivyo ayyama ma'dudat, ni siku za kuhesabu. Ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha rahma yake kwamba jumla ya kwamba saumu ya Ramadhani ni wajib, lakini kuna watu fulani wamepewa udhuru wale katika mwezi wa Ramadhani. Naye ni nani? Faman kana minkum maridan, yule ambaye ni mgonjwa, au ala safar, au yuko katika safari, hawa wamepewa ruhusa, fa'iddatun min ayamin ukhra, walipiza siku nyingine, idadi ya zile siku watakazokula alipe. Na hii ni katika wepesi, ili watu wafahamu kwamba ibada ya saumu si adhabu iliyokuja kuletewa kwa watu, kwamba umetoa adhabu wewe ambaye hakuna kula. Ndani yake kuna takhfifu, na katika kila ibada Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea ndani yake, ametuwekea takhfifu. Katika sala umeambiwa usali kwa kusimama, huwezi kusali kwa kusimama, swali kwa kukaa. Huwezi kusali kwa kukaa, swali kwa ubavu. Huwezi kuswali kwa ubavu, swali kwa kuashiria. Almuhimu wewe umeswali. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah hakutuwekea mazito katika dini yetu. Kwa hivyo yule ambaye yuko katika safari au ni mgonjwa au ana udhuru mwingine wowote katika udhuru wa kisheria ambao unamzuia kufunga, basi fa'iddatun min ayamin ukhra. Mama ananyonyesha, mama ni mjamzito, hawezi kufunga. Mwanamke yuko katika ada ya mwezi, yuko katika nifas, mzazi, hawa wameruhusiwa kula, lakini watalipa siku nyingine. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao kwamba wanafunga somo lakini kwa mashaka, kama mzee. Hii aya anasema Ibn Abbas, innaha laysat bimansukha innaha lishaykh alkabiri walmaridh alladhi la yurja bur'uhu. Yule mzee mkongwe au mtu ni mgonjwa, ana maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, anasema wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, anatoa fidya. Kadhalika ni takhfifu nyingine. Mzee mkongwe hatutamwambia wewe bwana lazima ufunge, hata kama huwezi lazima ufunge, la, wala hatutamwambia alipe, kwa sababu udhuru wake ni udhuru ambao hautarajiwi kuondoka. Hakuna ambaye atarajiwa kwamba baada ya kuwa mzee atarudi tena kijana. Yule maridha anaweza kupata siha. Msafir akishakufika pale anapofika tayari anakuwa ni muqim, lakini mzee na maradhi ambao hayatarajiwi kupona, ala alghalib anaambia fidyatun wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كشاء الله سبحانه وتعالى نسمى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هبا الله جل وعلا أنا تجه فضل يا mwezi رمضان. أنا سمى ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره آية شهر رمضان، أنا سمى يمدح تعالى شهر رمضان. الله نوصف katika hii aya mwezi wa Ramadhani bi an khassahu bi inzali alkutubi ala sairi shuhur. Allah anausifu mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ameuchagua, ameuhusisha, kauchagua mwezi katika miezi 12. Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra,
lakini kauchagua mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa watu kufunga. Allah hakuweka saumu ya Ramadhani kwamba ni mwezi wa Muharram wala Safar wala Rabiul Awwal wala Rabiul Thani. Aliuchagua mwezi wa Ramadhani. Hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kauchagua mwezi wa Ramadhani, tena akauita Ramadhan. Kuna alaka kubwa baina ya neno Ramadhani na saumu. Hili neno Ramadhan lina alaka kubwa na saumu na ibada ya saumu kuliko kusema Rabiul Awwal wala Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala akachagua neno la Ramadhan, kisha akaufanya ndio mwezi wa watu kufunga, kisha katika mwezi huo ndio mwezi kauchagua kuteremsha Qur'an. Allahu akbar. Yani muislamu ataka nini tena baada ya kuisikia aya kama hii, kutambua fadhila ya huu mwezi, mbali na hadithi zilizokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Neno Ramadhan limetokana na neno ramdha. Ar-ramdha, ramdha ni shiddatul har, ni jua kali. Sama ramdha, jua kali, shiddatul har. Kwa nini? Ni kwamba Ramadhani ya kwanza kufaradhishiwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iliwafiki ule mwaka uliofaradhishiwa, ilikuwa ni mwaka wa joto sana, jua kali, saumu ikawa inawapiga kwelikweli, jua, njaa, kiu zimetangamana pamoja. Na ndio kama tulivyo katika msimu wetu wa Ramadhani hii, kila mmoja ushtakia jua kali. Jua ni kali, naam, na kila ibada ndani ikiwa kuna mashaka, ujira unakuwa mkubwa. Kila ibada ambayo ndani yake wapata mashaka zaidi, ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kuliko ibada ambayo ndani yake kuna starehe. Msimu wa mvua mathalan, Ramadhani imefika ni wakati wa msimu wa mvua, haiwi na Ramadhani sawa na Ramadhani msimu wa jua kali, saif. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha radhiyallahu anha, inna ajraki ala qadri nasabik, malipo yako wewe unalipa kulingamana na yale machofu utakayoyapata, maumivu utakayoyapata, taabu utakayoipata, ndio ujira wako unazidi kupanda. Kwa hivyo Allah anausifu mwezi wa Ramadhani kwa kwamba ameuhusisha kuteremsha Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika vitabu vyote vilivyotangulia Qur'ani, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, zote kama ilivyokuja katika hadithi fi Musnad al-Imam Ahmad, zote ziliteremka katika mwezi wa Ramadhani. Hadithi ameitaja Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremshwa vitabu vyote. Kullu al-kutubi as-samawiyya nazalat fi Ramadhan. Qur'ani ikateremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa Ramadhani, usiku wa 24, lailata 24, ndio Qur'ani iliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr yapatikana wapi? Lailatul qadr inapatikana mwezi gani? Ramadhani. Naam, Lailatul qadr iko katika mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani mara mbili, nuzulaini. An-nuzul al-awwal ni kutoka al-lawhul mahfuz fi as-samai as-sabi'a, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kwenye mbingu ya duniani, Baitul Izza, katika usiku mmoja, yani jumlatan wahida. Kwa mara moja ilitoka kwenye lawhul mahfudh ikaja kwenye mbingu ya dunia, fi samai dunya, Baitul Izza, jumlatan wahidatan fi lailatul qadr. Na lailatul qadri hii ndio Allah ameita lailatul mubaraka, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, katika suratul Dukhan. Ni lailatul qadr na ni lailatul mubaraka. Kisha ikateremshwa baada yake, kuteremshwa mara ya pili, ikawa inateremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pole pole kwa muda wa miaka 23, kulingamana na zile waqa'i na hawadith zinazotokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliuchagua kuteremsha Qur'an. Faida yake nini Qur'ani? Hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan. Qur'ani imekuja
ni huda, ni uongofu kwa watu. Qur'ani ni uongofu, na hili waislamu ma'al asaf mpaka leo ni kwamba hatujalitambua, hatujalifahamu kwamba Qur'ani imeteremshwa kuwa ni uongofu kwetu sisi. Qur'ani si kitabu cha kusomwa peke yake. Qur'ani ni sharia tuliyoteremshwa sisi. Kila mahali kuna sharia. Ndani ya mji hapa kuna sharia, na kila mahali kuna sharia. Katika nchi kuna sharia, katika madrasa kuna sharia. Alaysa kadhalik? Kweli yaweza skuli au madrasa iende bila sharia? Na ukivunja sharia utawachwa? Huachwi. Leo mtu akivunja sharia ya madrasa hawezi kuachwa. Ukivunja sharia ya skuli huwezi kuachwa. Ukivunja sharia ya mji huwezi kuachwa, sababu sharia imewekwa watu waifuate. Lakini kwa nini leo sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuifuati? Ama kwa kuwa hakuna hatua tunayotukuliwa ndio kila mmoja hufanya? Hudan linnas, ni uongofu kwa watu. Katika sura ya kwanza baada surati al-Fatiha, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hudan lilmuttaqin, hudan linnasi wa bayinatin min alhuda. Allah amekuja kuweka wazi uongofu. Ukiwa unataka uongofu ni hapa kwenye Qur'ani. Ukitaka uongofu muislamu ni Qur'ani, na ndio masahaba waliongoka kwa hii Qur'ani tunayosoma leo. Al-khulafa al-arba'a Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairu as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wote hawa waliongoka kwa hii Qur'ani mpaka wakafika manzila kubwa na daraja alia, mpaka tukiwataja tunasema radhiyallahu anhum. Hizi radhi hazikuja hivi hivi, walikuja kwenye Qur'ani, walitambua kwamba Qur'anu ni kitabu hidayah, Qur'ani ni kitabu cha uongofu. Ndio maana anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman ibtagha alhuda min ghairihi adallahu Allah, mwenye kutafuta uongofu kwa kupitia isiyokuwa Qur'ani basi Allah anamtia kwenye dhalal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allah, nimewaachieni lau mutashikamana nacho basi hamutopotea abadan. Nacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan. Qur'ani ni katika majina yake inaitwa al-Furqan. Furqan ni kipambanuzi. Qur'ani inapambanua baina ya haki na batil, baina alhuda wal dhalal, baina alhalali wal haram. Halali na haramu iko kwenye Qur'ani. Alhalalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu, wal haramu ma haramahu Allah wa rasuluhu, wa bayinatin min alhuda wal furqan. Kisha nasema, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye kwamba amehudhuria. Shahida bimaana hadhara, sikushuhudia kwa macho kama wanavyotafsiri baadhi ya watu. Allah anasema, tasikia mtu anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, mwenye kuona mwezi katika nyinyi na funge. Sijui tafsiri hii ameitoa wapi, wala hakuna hata mwanachuoni mmoja wa tafsiri ametafsiri shahida kwa maana raa ru'ya basariya. Sasa kipofu haoni, si ndio? Kwa hivyo huyo hafungi, sio? Kisha kuna mwingine, kwani hivi nitaka kusema mwezi ukionekana watu wote ulimwenguni huwa wameuona, ama ni watu wawili watatu? Tuseme hapa mwezi umeonekana Shela, watu wote wa Shela hivi wameambiwa bwana, mwezi ukionekana hanendeni mkauangalie, ikiwa hukuona wewe kwa macho usifunge. Fi qaulu hadha. Kwa hivyo ni tafsiri, ni makosa kusema faman shahida, yule mwenye kuona. Ni tafsiri ambayo ni batil, la tastaqimu min haythu al-lugha, hata kiupande wa lugha. Kwa hivyo yule ambaye amehudhuria mahali na mwezi, habari ya mwezi ikamfikia, falyasumhu, nafunge. Bimaana ikiwa uko mahali habari haikukufikia wewe, anta lasta mukallaf, hukupata habari kwamba mwezi umeonekana, wewe hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi kuadhibiwa, kwa sababu Allah anasema faman shahida. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tasumu almar'atu wa zawjuha shahidun,
haifai mwanamke kufunga saumu ya sunna wa zawjuha shahidun au ba'luha shahid, na akiwa mumewe shahid. Anta tafsiri vipi? Na akiwa mumewe yuamwangalia? Wa zawjuha hadir. Mwanamke hafai kufunga saumu ya sunna ikiwa mumewe yuko ndani ya mji mpaka ampe idhni. Ya faradhi naam, ya faradhi lazima afunge mwanamke hata kiidhni ya mwanamume, lakini saumu ya sunna mwanamke hawezi kufunga mpaka mumewe ampe idhni. Wa zawjuha shahidun ay hadir. Kwa hivyo yule ambaye amefikiwa na habari na yuko mjini, si musafir, basi anatakiwa afunge. Wa man kana maridan, Allah karudia tena, yule ambaye alikuwa ni mgonjwa au ala safarin, au yuko katika safari, fa'iddatun min ayamin ukhra, atalipa siku nyingine. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah anawatakia nyinyi mepesi, na hili muislamu atakalifahamu. Allah kutuwekea saumu anatutakia wepesi, na uwepesi katika saumu ni kwa kila njia. Wepesi kwamba wewe ni wepesi hata kuingia peponi. Ramadhani ni njia nyepesi sana ya muislamu kusemehewa. Ramadhani ni njia nyepesi ya muislamu kuingia peponi. Ramadhani ni saumu, ni ibada nyepesi kwa kuwa wewe ukiwa huwezi umewekewa alternative yake, badili. Lipa siku nyingine, la huwezi kulipa, lisha miskini. Ndio wepesi wa saumu. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah anawatakia nyinyi wepesi. Wala yuridu bikumul usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kisha vile vile Allah anasema mupate kukamilisha idadi. Idadi ya Ramadhani ni siku 29 au ni 30. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nahnu ummatun ummiya, sisi ni watu, ni umma ummiya ambao hatujui kuandika, hatujui kusoma. La na'rifu alkitaba wala, hatujui kuandika sisi. Nahnu ummatun ummiyatun la na'rifu alhisaba wala alkitaba, hatujui kuandika sisi. Ash-shahru hakadha wa hakadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria mwezi ni hivi ngapi? 30 au hakadha 29. Hapa tunapata faida muhimu sana. Mtume anatufundisha kwamba hii njia iliyowekwa leo ya watu kuangalia Ramadhani kwa kupitia hisabu, kwamba bwana ulingamana na hisabu Ramadhani, yani kabla ya wiki tatu Ramadhani, hata mwezi wa Ramadhani haujaandama, mtu ashapiga hisabu yeye kwamba bwana Ramadhani Jumamosi. Hakuna hisabu katika dini yetu, na ndio kauli ya jumhuru ahli ilm kwamba hakuna watu kuingia Ramadhani kwa mahisabu. Ramadhani ni watu kutazama mwezi, wameuona sawa, hawakuona ikmalu iddat Sha'ban 30 yawm, na ndio ijma'u ya salaf kwamba hakuna kuthibiti mwezi wa Ramadhani kwa hisabu. Salaf hisabu ilikuwa wanajua, ijapokuwa walikuwa si wengi, walikuwa wanajua, lakini sharia haikutuambia sisi tuende kwenye hisabu. Kwa nini? Ulama wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ni katika rahma yake kwa waja wake amefanya jambo la saumu ni jambo lepesi, watu wote ni sawa waweza kulifanya. Kutazama mwezi hivi yataka ilmu, mpaka umesoma jamia ndio uweze kuangalia mwezi. Al-alim wal-jahil wako sawa sawa, wanajua namna kutazama mwezi, wala mtu afundishwe namna kutazama mwezi. Hakuna mtu anayefundishwa kutazama mwezi. Lakini hisabu nani anayejua? Ni wachache wanaojua hisabu masala ya mwezi. Kwa hivyo yatakana kila mmoja akiingia katika mwezi wa Ramadhani aingie kwa yaqeen, asiingie akiwa na shaka masala ya hisabu. Kwa hivyo faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kisha aya mwisho anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, mpaka mwisho aya. Waja wangu watakapokuuliza wewe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kunihusu mimi, kumhusu Allah. Fa inni qarib, basi mimi niko karibu na wao. Sababu ya hii aya kuteremka, masahaba wamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi, Mola wetu yuko karibu na sisi tumnongoneze tukiwa tuna haja yoyote, tuzungumze naye kwa siri, kwa taratibu, ama yuko mbali tumpige makelele? Allah kateremsha hii aya, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, waja watakapokuuliza kunihusu mimi, niko mbali au niko karibu, basi mimi najibu mwenyewe. Allah anajibu mwenyewe, hakumwambia faqul inni qarib. Mimi niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, moyote mwenye kuniomba naitikia dua yake. Falyastajibu li, basi na wao na waniitikie mimi, kama ambavyo mimi naitikia maombi yao, na wao na waitikie yale yangu mimi nayataka. Kwa nini sisi tunataka yetu tukubaliwe na Allah, lakini sisi si wapesi kukubali yake? Tumewekewa swala 5, kwa nini hatutaki kutekeleza swala 5? Tuna maamrisho mangapi tumeamrishwa? Kuna makatazo mangapi sisi tumekatazwa? Mbona hatuyafanyi? Kisha tutaka Allah atuchukie mahitaji yetu. Falyastajibu li waliyu'minu bi, na waniamini mimi, imani ya kikweli, imani sadiq, la'allahum yarshudun, ili wao wawe ni katika wenye kuongoka, waongofu. Ahbabi fillah, katika hizi dakika zilizobakia kama dakika 3-4, tutaje baadhi ya fadhaili ya mwezi wa Ramadhani, ili Muislamu, kitu ninachokusudia katika maneno yangu yote haya darasa kutoka tuanze, ni Muislamu atambue heshima na hadhi na manzila na cheo cha mwezi wa Ramadhani, na kwamba Ramadhani ni fursa ambayo kwamba la tuawad, huwezi pata nafasi tena. Wallahi hatujui kwamba Ramadhani ijayo tutakuwa kwa sisi, hatujui. Laalla hadha wa ar-Ramadhanu al-akhir, ni Ramadhani ya mwisho katika baadhi yetu sisi, wallahi la nadri. Muislamu unapopata fursa hii, wachana na mambo ya kidunia shekhe, ambayo yatakushughulisha kufanya khairi katika mwezi huu. Huu ni msimu Muislamu ajipinde, achane na yale mambo ambayo kwamba hayamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ajikaze katika kumtii Allah jalla wa ala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Abi Huraira, hadithi ambayo imepokea Imam Ahmad katika Musnad na An-Nasa'i fi Sunan, anasema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hali ya kuwapatia bishara masahaba zake. Yani kama jana ile mwisho Shaabani, Mtume ilikuwa ikifika ile tarehe 28 29 Shaaban, alikuwa akiwahutubia masahaba zake, akiwapa bishara ya nini? Bishara ya mwezi huu wa Ramadhani, akiwaambia ataakum ramadhanu qad jaakum ramadhanu, Ramadhani shawaijieni, shahrun mubarak, mwezi uliobarikiwa. Haya maneno taka kila kalima Muislamu awe na yani waqfa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini awaambie masahaba mwisho wa Shaabani awaambie maneno haya? Kisha angalia haya maneno aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qad jaakum, umiwaijieni. Kuna wengine hawakuijiwa, wewe umeijiwa, uliye hai. Ramadhanu shahrun mubarak, mwezi wenye baraka uliobarikiwa. Na lau tutataka kuelezea baraka za Ramadhani hatuwezi kumaliza, ni darasa tumalize mwezi mzima hii. Baraka ya huu mwezi, shahru ambao umebarikiwa, kila dakika, kila nukta, kila sekunde, wewe saa yako unayopitisha ndani yake kuna baraka, kama tutakavyokuona baadhi ya baraka ya mwezi wa Ramadhani. Ataakum ramadhanu shahrun mubarak, faradha Allahu alaykum siyama, Allah amewafaradhishieni mufunge. Ni fardhi, ni wajibu Muislamu afunge mwezi wa Ramadhani ikiwa ni mukallaf, umeshafika marhala ya bulugh, ni mukallaf baligh aqil, yajib alayka an tasum. Kwa hivyo yule ambaye ni baligh aqil hafungi, Muislamu baligh mtu mzima hafungi, huyu kweli atarajia nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Anavunja rukn min arkani alislam, na hata hajali pengine yuala mbele za watu,
jahran shahran, mbele ya watu anakuwa anajihirisha mbele ya watu, maana yake anawafundisha na wengine wafanye kazi yake anayoifanya. Faradha Allahu alaykum siyamahu, Allah amewafaradhishieni mfunge. Tuftahu fihi abwabul janna, milango ya pepo iko wazi. Allah anaifungua milango ya pepo ala madari saa, masaa 24. Hakuna wakati mlango wa janna inafungwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Katika miezi mingine maana yake kuna wakati inafungwa, ila kwa yule anayetaka ndiye anafunguliwa. Lakini Ramadhani hakuna wakati mlango unafungwa ya janna. Tunajua sisi katika pepo kuna milango 8, abwabuha haqqun thamaniyatun, kama Ibn al-Qayyim anasema milango yake ni 8. Milango yote 8 iko wazi. Sasa ni wewe uingie katika mlango unaotaka. La wataka kuingia kwa milango yote, pia ingia. Kwa nini milango ya janna inakuwa wazi Ramadhani? Ahlul ilmi wanasema likathrati at-ta'ati wa kathrati ahli al-khair fi Ramadhan. Taa zinakuwa nyingi katika mwezi wa Ramadhani, khairi zinakuwa nyingi katika Ramadhani. Na tunaona sisi katika misimu mingine utakuta khairi zinapungua, lakini katika mwezi wa Ramadhani qiraatul Qur'an, yule ambaye hasomi anajikaza yusoma Qur'ani, yule ambaye hasali alhamdulillah yusali, yule ambaye hajui kutoa sadaqa, zaka au kuwasaidia fuqara na masakin, it'amul masakin, hafanya tafanya. Mwezi wa Ramadhani hujitolea. Kwa sababu gani milango inakuwa wazi? Wanasema likathratil khairi fi Ramadhan, khairi zinakuwa nyingi katika mwezi wa Ramadhani. Watughallaqu fihi abwabul jahim, milango ya moto inafungwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna shari zinapungua. Hata watu wa shari pia shari zao hupunguza mwezi wa Ramadhani. Watusaffadu fihi marajatu shayatin, mashaitani wanafungwa. Na wanafungwa kihakika, wanafungwa salasil, nyororo. Ahlul ilmi wanasema kama Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema fala yastati'una an yakhlusu ila ma kanu yakhlusuna ilayhi qabla Ramadhan. Hawawezi mashaitani kuyafanya yale waliokuwa wakiyafanya nje ya Ramadhani, katika ighwa'un nas, kuwapoteza watu. Ramadhani wanashindwa zile power zao, Allah subhanahu wa ta'ala anawapokonya. Sasa ikiwa mtu katika mwezi wa Ramadhani na bado yuko kwenye maasi, wa kulaumiwa huwa ni yeye mwenyewe, ni shaitani wa nafsi yake. An-nafsu al-ammaratu bis-su, nafsi yake inaumwamrisha maovu, ndio iliyompelekea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia mazingira, na uwanja ni uwanja wa taa, ni mbio zako sasa wewe unakapokimbia wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fihi lailatun, katika mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja, hiya khairun min alf shahr, taa unayoifanya katika usiku huo ni bora kuliko kuifanya taa miezi 1000, yani miaka 83 na miezi kadhaa. Ukiuwahi huno usiku mmoja ukafanya taa, ni bora kuliko kufanya taa ya miaka 83 ambayo hakuna lailatul qadr. Man hurima khairaha faqad hurim, yule ambaye atakosa khairi ya usiku huu, basi huyo kweli ni mtu amekosa kitu kikubwa sana. Hadha huwa al-mahrum haqqan, huyu ndiye aliyepunjwa, huyu ndiye amenyimwa kukosa huu usiku wa Ramadhani, lailatul qadr. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha kana awwalu lailatin min Ramadhan, ikiwa ni ule usiku wa kwanza Ramadhani. Usiku wa kwanza Ramadhani ulikuwa lini? Jana ndio ulikuwa kupambaukia, leo ndio usiku wa kwanza wa Ramadhani. Kwa hivyo jana tu ukiingia tu sufidat ash-shayatin, Allah amefunga mashaitani, amewafunga nyororo, hakuna tena shaitani. Sasa sufidat ash-shayatin wa maradatul jinni, na wale mijini ambao imevuka mipaka, minunda ile katika mijini wanafungwa. Wafutihat abwabul janna, na milango ya pepo inafunguliwa. Falam yughlaq minha babun, haufungwi mlango wowote. Waghulqat abwabul jahim, na milango ya moto inafungwa. Falam yuftah minha babun, haufunguliwi mlango wowote.
kisha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, ananadi mwenye kunadi, yani malaika, ya baghi alkhairi aqbil, ewe unaitafuta khairi, aqbil, kabili, yani elekea, hiyo ndio nafasi yako. Yani Ramadhani ndio nafasi yako ikiwa unataka khairi. Wa ya baghi alsharri aqsir, na wewe unaitafuta shari, unaitafuta maasiya, unaitafuta uovu, Ramadhani aqsir, punguza spidi, punguza spidi, si mwezi wa maasiya. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar, Allah ana waja wake na wacha huru na moto. Wadhālika kulla layla, na hilo linapatikana kila usiku katika mwezi wa Ramadhani. Kila usiku katika mwezi wa Ramadhani kuna waja Allah na wacha huru na moto. Kwa hivyo hapa tunafahamu kwamba ile hadithi ambayo tulikuwa tumeizoea sana kuisikia kwamba mwezi wa Ramadhani imegawanyika makundi matatu, la kwanza ni la rahma, la pili la maghfira, na la tatu la itqum minan nar. Hadha alhadithu lam yasih an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, haikusihi hadithi, hadithun mawdhu' kadhib ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Tumenasema walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. Kwa hivyo Ramadhani mzima ni rahma, Ramadhani mzima ni maghfira, Ramadhani mzima ni itqum minan nar. Hakuna wakati ambao kwamba wewe utakuwa basi sasa ushapitwa na 10 la rahma, wewe rahma ishakupita, wewe tusubiri mwaka mwingine. Hata kiakili, yani ma yuqal hadha, yani rahma za Mwenyezi Mungu shekhe ziwezi teremka mahali kipindi fulani tu ushakupitwa ndio umepitwa tu. hata al-aql, yani taratan la budda an nastamil al-aql. Kadhalika ya ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kubainisha fadla ya Ramadhani, qala alayhi salatu wassalam, as-salawatu al-khams, salatano hizi, wal jum'atu ila al-jum'ah, na Ijumaa mpaka Ijumaa, wa Ramadhanu ila Ramadhan, na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine. Yani hapa Mtume anatupatia mizani ya wakati. Swala tano tunazoziswali, ukaja tena Ramadhani, yani siku ya pili ukaswali tena swala tano. Zile swala tano tunazoziswali faida yake ni hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatubadilisha. Sasa Muislamu huwaje leo hawataki kuswali, na faida yarudi kwako wewe Muislamu, kisha kuna wengine hawataki kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu. As-salawatu al-khams, swala tano, wal jum'atu ila al-jum'a, na Ijumaa mpaka Ijumaa, yani ukaswali Ijumaa ya wiki hii ukadiriki ukaswali na Ijumaa ya wiki ijayo, hiki kipindi cha wiki kati na kati. Wa Ramadhanu ila Ramadhan, na Ramadhani mpaka Ramadhani, mukaffiratun lima bainahun, ni sababu ya kusemehewa yale madhambi uliyofanya kati na kati. Swala tano zinasemehi madhambi ya wiki, na Ijumaa swala tano inasemehi madhambi ya kila wakati baina ya swala na swala. Swala ya asubuhi kiswali swala ya dhuhuri, yale madhambi unayoyafanya katikati swala unayoswali yakusemehi, na Ijumaa mpaka Ijumaa inakusemehi madhambi uliyofanya wiki mzima, na Ramadhani mpaka Ramadhani unasemehewa madhambi uliyofanya ya mwaka mzima. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Kwa sharti hili muhimu sana watu walielewe, kwa sharti ikiwa utaepukana na madhambi makubwa. Madhambi makubwa bimaana lau utafanya madhambi makubwa hakuna msamaha utapata. Na hapa tunaonyesha hatari ya Muislamu kufanya kabairu dhunub, na ndio maana tukaeleka katika darasa yetu inshallah kitabul kabair, madhambi makubwa Muislamu ayajue. Ili upate msamaha wa Ramadhani mpaka Ramadhani ni sharti uepukane na madhambi makubwa. Yani madhambi madogo ndio unaosemehewa Muislamu kwa saumu ya Ramadhani mpaka Ramadhani. Ama makubwa Muislamu anatakiwa arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aombe msamaha, aombe tauba nasuha. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa watu kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu hakupata msamaha Ramadhani, anaweza kupata msamaha wakati mwingine, anaweza kupata, lakini anaweza zaidi kupata katika mwezi wa Ramadhani. Hatusemi akishakusa msamaha Ramadhani hapati tena siku nyingine, napata ikiwa Allah amemwafikia kurudi kwa Allah jalla wa ala. Lakini Ramadhani ndio nafasi Muislamu atubie, aondoshe madhambi, kwa sababu madhambi shekhe ni madhambi ni ukorofi. Kitu kitakachomuadhibu mwanadamu kaburini na kesho akhira ni madhambi. Ramadhani ni mwezi wa watu kukithirisha kusoma Qur'an, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam
na salaf waliotangulia walikuwa wakisoma sana Qur'ani Ramadhani. Katika hadithi ya Ibn Abbas fi Sahih al-Bukhari anasema Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Mtume alikuwa akisoma sana Qur'ani Ramadhani, na wengi katika wanavyoni al-Imam Malik panapoingia Ramadhani alikuwa akifunga darasa zake, hasomeshi kasa, hasomeshi hadithi, hasomeshi chochote, yuqbil ala qira'ati al-Qur'an. Imam Malik najmu as-sunan, idha dhukira Malik fahuwa an-najm, akitajwa Malik ni kama nyota ile iliyo juu, lakini anafunga darasa, anasoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo tukithirisheni kusoma Qur'ani. Ramadhani ni mwezi wa watu kuswali tarawih. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yani Ramadhani ni msimu wa watu kusamehewa tu ya jamaa. Kwa nini muislamu aiache fursa hii? Lakini imanan wa ihtisaban. Usifunge kwa kuwa ni ada ya watu ufunga. Usije kusali tarawih kwa sababu watu nikiniona barazani nazunguka watakuwa wakinisema. La, njoo uswali kwa ajili ya kwamba wewe wataraji ajira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si watu wanione. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban fa lahu taqaddama min dhanbi. Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi wa kukithirisha kusoma Qur'ani, kuswali tarawih. Ramadhani ni mwezi wa kukithirisha dua, akthir min ad-du'a. Na ndio maana hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika zile aya za siyam mwisho akamalizia wa idha sa'alaka ibadi anni, akataja aya ya ndani yake kuna dua. Ramadhani ni mwezi wa watu kutoa. Ikiwa ni mtu bakhili hajui kitu cha kutoa, basi Ramadhani anatakiwa atoe kadri ya uwezo wako. Wawajua watu maskini majirani zako hawajiwezi, toa, pelekee iftari yale, patie pesa atumie. Hata kama wewe vile vile ni muhitaji, lakini vile vile wewe ni muhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si muhitaji wa pesa tu. Akaunti yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yataka kujazwa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutoa. Na tusifahamike, unajua watu wengine ukizungumza masuala ya ni mwezi wa kutoa, utasema oh bwana ustadhi sasa bwana apigia debe. Ataka bahasha yeye. Sikwambia unipe mimi bahasha. Kuna watu wanajulikana katika family tunaishi nao hapa ndani ya mji, hawajiwezi, apelekee wasaidie. Anasema Ibn Abbas, kana Rasul sallallahu alayhi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan. Na hikma kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam akithirisha kutoa Ramadhani? Anajifananisha na sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika mwezi wa Ramadhani anatoa sana. Allah katika mwezi wa Ramadhani anatoa sana, rahma zake zinamiminika sana, anawasamehi waja wake sana, anawaacha waja wake huru sana. Kwa hivyo na yeye anajipamba sifa hiyo, anatoa. Kwa hivyo tutoe ndugu zangu katika imani. Mwezi wa Ramadhani si mwezi wa watu kusengenya, kufanya ya haramu, kupoteza wakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tukimalizia darasa, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yule ambaye kwamba akiwa katika somo hawezi kuacha maneno ya urongo. Qawlu zur ahlul ilmi wanasema ni kila maovu na madhambi ya mdomo, kutukana, kusengenya, kusema urongo, yani madhambi yote ya mdomo yanaitwa qawlu zur. Uzushi, kumsingizia mtu fulani amfanya kadhaa, namima, ghiba, ikiwa huwezi kuyaacha hayo, waljahla, na kufanya mambo ya kijinga. Unapiga makelele, mtu amefunga barazani, piga makelele, utashangaa huyu ni mtu aina gani? Yani taish. Umeona Arsenali makelele, Arsenali na mafujo, yani ايش هذا yani? Wallahi ana astaghrib yani. Mimi wallahi huwa nikishangaa mara nyingine, wewe wataka nini shekhi mambo ya mpira ya akhi? Utruk hadha wallahi ma yufiduka shay'an yawm al-qiyamah. Haya kufaidishi chochote haya. Kwani una time ya kuangalia Arsenal wewe wala na Manchester? Na watu shekhi, watu wazima bwana, yani subhanallah, jambo la kusikitisha sana. Billahi alaik, lau utakwenda kuonyesha sahifa yako bwana, hizi ndizo zile, haya ndio yale masaa uliyokata kwenda kuangalia kwenye mpira, haya ndio masaa yako haya, angalia.
Watu wamecheza sana mpira mpata faida gani? Mimi nilikuwa mchezaji mpira sana, naarifu hadha. Faida gani mmepata? Nionyeshe faida moja niliyopata. Tadhi'u alwaqt والناس ما يعقلون هذا. اتركوا هذه الاشياء والله ما يفيدنا شيئا هذا امام الله عز وجل. Na ikiwa mtu Allah amemruzuku kufahamu hili, wallahi atakuta kwamba hili jambo ni kitu kwamba shekhe kimemkatia umri wake. Umri umekwenda sabahlalan, watu wanashughulikia na mambo haya ya upuzi. Wewe una mambo mengi shekhe, safari imekurubia, unakwenda kukutana na Mola wako wewe. Hau mpira utakwenda kwamba haya Rabbi, na haya angalia na mpira huu pia nami nihesabie katika hesabu yangu, itie katika mizani yangu. Hakuna mpira shekhe, hiyo ni minus, hiyo ni deduct katika maisha yako. Umri umekwenda. Kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'adin qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Umeishi muda mrefu sana, wewe ulikuwa na nafasi ya kwenda kuteza wewe. Yawman aw ba'da yawm, wewe mwenyewe utasema mimi nimeishi duniani siku moja au baadhi ya siku. Qala in labithtum illa qalilan, umeishi muda mfupi sana. Law annakum kuntum ta'lamun, kama kweli ulikuwa na akili na busara kule duniani ukatia akili. Mpira wallahi hauna faida, wallahi wa billahi wa tallahi uqsim billah. Mimi nina khibra kubwa sana na hili kitu. Ana alam, nimefanya khibra sana, ana arif faida ya hiki kitu na khasara yake. Na waman jarraba mithla tajrubati arafa mithla ma'rifati, na mwenye kufanya experience akafanya bahthi ya hili kitu, wallahi utakuja kupata natija kama niloipata mimi. Kwa hivyo muislamu, tutumie umri wetu katika Ramadhani na katika nje ya Ramadhani katika kujenga akhirah. Jambo wajua halina faida katika mizani ya hasanat. Wewe wataka kujipumbaza, jipumbaze kwa jambo ambalo kwamba lina faida katika siha yako. Katie tizi, kafanye mazoezi, hakuna wasiwasi. Lakini enda kuangalia mambo ambayo kwamba kisha mwisho ukutia maradhi, ukajitukua hamu na ghamu, kitu ambacho kwamba mwisho wa kuisha pressure zimekupanda. Miskini huyo unayemtukulia pressure hata hakujui kamwe. Hebu niambie ni akili hizi. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inshallah darasa ya tafsiri utaanza kesho biidhnillah.